naomba nikaribishe Inspector ongea na wananchi. Gilbert, karibu sana. Wananchi wa kata ya Pugu, mtaa wa Kinyamwezi, nawasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Habarini za jioni. Mbele yetu sisi hapa ambayo mimi nawafikishia kwenu ni kuhusiana na swala la ulinzi shirikishi. Nini maana ya ulinzi shirikishi? Sisi kama polisi ujumbe tunawafikishia kwamba ulinzi shirikishi ni ulinzi kwa ajili ya kuzuia na kubaini wahalifu. Tunapozuia tunazungumza nini? Kila kaya au kila mtaa kutakuwa na walinzi shirikishi ambao watakuwa wamepangwa kwa mujibu wa utaratibu huo ambao watatekeleza majukumu ya ulinzi shirikishi. Pale ambapo wale walinzi wanapokuwa wanatekeleza majukumu yao, watakuwa wanapita wanapata taarifa mbalimbali zinazohusiana na mambo ya usalama. Hivyo basi pale ambapo watabaini kwamba kuna yeyote ambaye anahusika katika vitendo vya kufanya uhalifu, kunakuwa na taarifa ficho ambazo atatufikishia sisi kama askari polisi. Baada ya hapo tutachukua hatua kwa mujibu wa sheria. Hivyo basi ni wajibu wetu sisi huko mnapokaa katika mitaa kutoa ushirikiano katika swala zima la ulinzi shirikishi. Baadhi ya wananchi wamekuwa na dhana potofu kuhusiana na mambo ya ulinzi shirikishi. Ulinzi shirikishi sio adhabu. Ipo kwa mujibu wa sheria za jiji, na ndio maana kwa yeyote ambaye hashiriki atapelekwa mahakamani, atachukuliwa hatua ya kifungo cha mwaka mmoja au faini ya Laki3 au vyote kwa pamoja. Hivyo basi ni wakati muhimu sasa wa kujitokeza na kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu katika mtaa, hususa kata ya Pugu, mtaa wa Kinyamwezi, kujitokeza kwa wingi. Baadhi yenu najua hawapo, lakini baadhi yenu ambao mmefika mtakuwa wawakilishi kufikisha hizi taarifa. Tuone kwamba tunawezaje kuhakikisha kwamba maeneo ya Pugu pamoja na viunga vyake yanakuwa salama. Hali kadhalika katika maeneo ya mtaa, sisi kama polisi tunawapa tena ujumbe kwamba pale ambapo mnapokuwa kwenye maeneo hasa nyumba ambazo zimejengwa hazijaisha, mnatakiwa mjitahidi kufanya usafi na vichaka viondolewe. Vile ndio huwa mara kwa mara vinaweza vikazalisha na kusababisha wale wahalifu kukaa pale na kuanza kupanga mambo yao ambayo ni ya uvunjifu wa kujaribu kufanya wizi au kufanya tendo lolote lile. Hali kadhalika kwenye nyumba zetu tunapokaa kule, tujitahidi kufunga taa. Taa ni mojawapo ya msaada pale ambapo mwizi au mhalifu anaona kuna mwanga, huwa akimbilia hapo. Ndio maana mnaona baadhi ya barabara ambazo zimejengwa kwa utekelezaji wa ilani ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mmeona nyinyi wenyewe jinsi ambavyo pana meremeta, taa zinawaka, mlinzi na mhalifu hawezi kukaa maeneo hayo akajaribu kufanya jambo ambalo ni baya. Hakai kabisa hapo, na ni rahisi hata wewe mwenyewe kumuona unapopita. Ndio maana unaona ili iwe salama unataka upite sehemu ambayo ina mwanga, wakati huo vichaka vyote viwe vimeondolewa. Kwa maana hiyo basi sisi tunataka wananchi wa kata ya Pugu, mtaa wa Kinyamwezi, mwe mfano wa kuigwa. Mwape wenzenu ambao hawakuweza kufika taarifa hii kwamba ni muhimu kushiriki zoezi zima la ulinzi shirikishi. Na kuna zile tozo ambazo zinakuwa zimeandaliwa hasa kwa wale walinzi ambao wamepewa hayo majukumu. Ni nini cha kufanya? Yale ni makubaliano ya kiwango ambacho kimepangwa kutokana na utekelezaji wa zoezi zima la ulinzi shirikishi. Hivyo wale wajumbe au watu ambao wameandaliwa wanapopita wapewe ushirikiano. Sio swala tena la mtu kwambia inakuwaje. Inakuwa ni maana kwamba tunataka ulinzi uwepo. Nyinyi wenyewe mnabaini kwamba yeyote ambaye anatupa si taarifa, ndio maana tunasema taarifa ficho. Taarifa ficho zinakulinda wewe na mimi mwenyewe ambaye nazipokea. Zoezi la ulinzi linaendelea kuwa salama na wao wahalifu wanaendelea kupatikana. Mji kama unatulia, kata kama hii ya Pugu inakuwa safi, mtaa unakuwa salama.
Sawa wananchi? Na ni hayo tu, nitegemee kutekelezwa na kufikishiwa ujumbe kwa wale ambao hawakuweza kufika eneo hili. Pia nimshukuru Mheshimiwa Mwenyekiti wa mtaa kwa kuitisha kikao. Kwanza wananchi wanaweza kupata elimu umuhimu wa zoezi zima la ulinzi shirikishi, kuzuia, kubaini na kupata wahalifu, kupokea taarifa ficho. Asante sana.